Nitasema siku nitakapokwenda mahakamani, sababu nakwenda mahakamani next week nadhani. Unaenda mahakamani kufanya nini? Labda ndio exclusive. This is exclusive. Yes, naenda kudai na dai fidia nyingi Simba. Unawadai Simba. Wanapaswa nilipe. Wamenitumikisha bila mkataba, hawajakata nisisefu. Wananilipa a lot of money. Nimewaacha hapa katikati tena nilikuwa nifanye wiki lakini nikaombwa na kiongozi mmoja wa serikali wana mechi za Champions League na hivi please. Kwa hiyo nimeacha wamalize mechi zao cha Champions League tutakwenda. Sitaki kwa sababu nikifanya hilo jambo litaanza ku headlines na nini ionekane kama inaita vurugu. Sasa hivi itaanza kumeka headlines. Sasa itaonekana inaita vurugu. Sasa mimi sitaki inaita vurugu. Ile timu inawakilisha Tanzania lazima tuipe hiyo heshima, lakini baada pale lazima wana haki ya na nilimwambia ambaye mwenye kituo wa bodi hivi sasa. Tunaongea tu vizuri ndio bwana. Nilipeni zangu. Natakiwa mnilipe. Ambayo inakuwa ni kama kiasi gani? Itasemwa wakati huo itakapo, kwa sababu nilimwambia that's a lot of money. Of course, lazima nilipe a lot of money. Siwezi kuacha kwa sababu ile ni haki yangu. Yaani unawezaje kumtumia? Yaani kwenda iwe ni fundisho kwa taasisi zote zinazoajiri watu. Niwaambia mwanzo wa interview hadi sio dhaifu. Iwe fundisho kuwatumikisha watu bila kwa unanitumikisha 6 years bila contract. Alafu unajua wenyewe wanasema mimi sina mchango. Sasa hivi wanasema sina mchango wote kwenye timu yao. It's fine. Lakini mimi najua nina mchango sio tu kwenye timu yao, na mchango kwenye mpira wenyewe. Diva watake wasitaki. Hii ligi yetu inosemwa sana sasa hivi imechangamka, tazamo uone watania Azam mimi nafanya nao kazi kama brand ambassador. Nawaambia hili fungu mlolitoa hili la kuwapa timu za ligi kuu sio bilioni ngapi nimewapa hizo timu. Ningetengeneza hata 0.1% na Tanzania tu mnanipa mimi kwa mchango uliofanya wa kuboost mpira wa Tanzania. Miaka 6 nyuma watu walikuwa wazungumzia football katika level leo. Sasa hivi watu wanajitoa fahamu, wasema watu walikuwa wanapenda toka zamani. Kuna diva nani alikuwa wewe zamani ukata kipindi chako nimeanza kusikia mimi miaka mingi. Ushawahi kumuita mtu wa football? Hapana. Ushawahi? No. Wewe ni kama umemtahaji. Na mchango mkubwa. Una influence kubwa sana. Umebadilisha hata personally. Yes, watu wanawake waendi mpirani. Nilikuwa namwambia rais wangu wa Simba wakati ule Evans Aveva. I know him. Yes, nikamwambia kitu gani ananiambia unaweza kufanya kwa special kwenye mpira na Simba. Nikamwambia kuleta fans wapya ambao hawapendi mpira. Hawa nitatumia influence zangu kuleta. Na wamekuja leo. Tena watu maarufu wengi. Yes, kila mahali mpira, hata siku hizi mitandaoni tutoshaji wengine wananitukana mimi mwetamia kwenye mpira. Kwa gani tu wana chochote kwa mpira. Nakumbuka mmoja kati ya watu ambao pia uliovuta kwenye mpira alikuwa ni Hamisa Mobeto. Wengi sasa leo Hamisa kwa mfano kazi anayofanya ile anakuwa anatangaza jezi, hakuwa anapenda chochote kwenye mpira. Na sikumbuka siku kwanza tumeenda mpirani siku mechi gani ya Simba anauza bora sana mpira kona ni hajui maskini. Lakini leo ana ushawishi mkubwa anafanya hata Nasibu hakuwa anajua chochote kwenye mpira, chochote hajui chochote. Yes, kwa kwanza baba na brother Mungu unanifanya ngapenda mpira. Nianze kupenda hii timu. Yes, wengi. Babu Tale muuliza atakwambia. Hao ni wengi. Sio kwamba walikuwa nini, hawajihusishi na mpira wa Tanzania. Wengine walikuwa wanapenda mpira wa nje. Kwa hiyo tukawaleta. Sasa hawa thamani niloleta isithaminiwe kwa viwango vya pesa, lakini ithaminiwe kwa heshima tunostahili. Sitaki nipewe heshima hii nipe nimekufa. Mnatengeneza kizazi ambacho kitakuja kuchukia watu ambao wana mchango wameufanya katika jamii. Kabisa. Leo mtu tunazungumzia klabu inakwenda mafanikio, inapata sponsors, inapata hivi. Hawajui nyuma pazia kuna watu kazi kubwa tulifanya. Mimi nilintroduce kitu ambacho hakikuwepo huko nyuma kwenye mpira. Slogan. Mimi niliamini katika slogan. Mimi ni politician. By profession. Kwa hiyo nilikuwa najua slogans zina kazi gani. Mimi nimesomeshwa na Wachina. Wachina wanazitumia sana wanapokwenda kwenye operations zote ziwe za kisiasa, ziwe za kijamii, ziwe za kimichezo. Kwa hiyo zile nikaintroduce kwenye football ya Tanzania. Leo ukienda kwenye mechi utasikia wanatamba na slogan. Hata juzi kwenye siku yao ya
Simba Day walikuwa na slogan. Nani ameintroduce slogan? Ni mimi. Whether unataka utaki. Nimeintroduce kila aina slogan ambazo zilipush wachezaji, washabiki kwenda kupigania club. Lakini mtu tu anakaa mswali mmoja na wakaanaimbana Simba kubwa kuliko Haji. Mimi sijawahi mahali kusema Haji ni mkubwa kuliko Simba. Sijawahi na siwezi kusema hivyo. Ikawa natumia kama fimbo hivi kunichapia. Na niko sitaki kujibu. Kabisa Diva Staki nimesema sijibu chote. Lakini sasa ikawa inazidi. Baadaye wakaanzisha mpaka campaign ya unfollow Haji. Very serious campaign. Imetoka ndani ya club. Sababu ndani ya club nimeambiwa nani alofanya hilo jambo. Ili ni pain nikasema hawa hawanijui kama mimi akili zangu kidogo. Mimi sijazaliwa Masaki. Sasa hivi tunaishi Masaki. Mimi nimezaliwa Kariakoo. Okay. Wanachokosea watu, mimi sijazaliwa Masaki wala Mikocheni. Mimi nimezaliwa Kariakoo, kidimbwi. Nyumba hapa panapigwa baikoko. Nyumba hapa panauzwa samaki na miogo. Kwa hiyo ukiniletea vitu vya kibwegewege mimi na mara mbili utasema subiri. Na ndio maana baada ya press yangu hakuna mwanamume anaweza kanyanyua mdomo wake akajibu. Unasikia sio sema wewe hakujibu, unasema wanajibu watajibu. Unaweza kujibu nini? Mimi naweka facts mezani. Facts unaweza kujibu facts. Hakumwambia tokee mtu yote pale ajaribu kunyanyua mdomo wake kama sijafichatua mengine. Kila mtu ataenda kulala kwa babake mzazi. Tena speaking of that, hizo facts hizo. Ulikuwa na tatizo gani kubwa na Barbara? Was it romantically involved au ilikuwa nini mkafikia kule? Ile shida siwezi kumzungumza. Unajua wakati mwingine kumzungumza mtu mwingine inabidi unaweza kupata defamation. Yani kabisa. Sio defamation, it was fun defamation. Tena hapa katikati kuna mtu anamwajiri nakupa siri nyingine. Angalie wapi nafanya defamation. Kawaambia juzi, unajua shida mimi si unajua mimi na watu wangu. Mimi nimetumika pale miaka 7. Na marafiki nimwajenga hawawezi kuisha leo. Ndani ya wachezaji, kwenye benchi, kwa viongozi wenyewe, kwenye management na watu wangu. Wamemwajiri mtu anitafutie defamation yote aidha kwenye mitandao ya kijamii au kwenye press zangu au kwenye chochote. Ngambia hivi hawa watu kwa sababu ni wageni. Management ya pale anaongozwa na mgeni. Hanijui vizuri. Mimi ndo kanipata kwa defamation. Professional. Huu ni pati mtawangu. Sasa hata hiyo siwezi kumpata. Ila sitaki, sina shida na yote, shida ni roho mbaya tu. Hakukuwa na mahusiano. Hakuna jambo lolote, shida ni Haji maarufu. That's it. Yani wallahi nakwambia na hapa na good luck. Unajua Diva, good luck ngoja nakwambia. Hakuna kiongozi yoyote ndani ya klabu ile ambaye hajui challenges zinazopitia. Wote wanajua. Wote kila mmoja anajua tatizo kubwa lilikuwa ni nini. Ni Haji ni maarufu. Hakuna jambo lingine lolote. Yani mimi sijawahi kula cha mtu. Sijawahi kupost. Yani nafanya kazi yangu lakini sasa na mimi sikuwa nataka. Kuna wakati Diva nakataa kwenda kwenye press, nakataa kufanya media tour, nakataa kwa yani ili mradi kangalao kwa maarufu kapungue. Naanza kujihusisha na mambo ya wasanii ili mradi mpira niweke pembeni, yani nisiwe. Lakini watu wanataka Haji. Tukenda mikoani watu wanataka Haji. Haji asipoonekana tunakwenda nje ya nchi. Kwa mfano tunakwenda nchi gani? South Africa, sio nchi gani tulikwenda hapa katikati. Watanzania walifika pale wanaulizia Haji. Sasa hiyo sio mimi, ni Mungu. Huwezi kuizuia hiyo. Sijawahi kuwa na tatizo lolote na klabu ile hata mara moja. Shida yangu ilikuja nilipoanza kuwa maarufu. Ukaanza kwa nini anakuwa sasa kwa nini yeye atoi hela kwa nini anakuwa maarufu? Hela gani mnatoa za chupi hizo bwana? Alafu ngoja nikwambie. Unaweza ukazuia hiki lakini huwezi kuzuia hiki. Mimi Diva siwezi kukufikia wewe hata robo katika eneo lako la kazi yako hii unatangaza sasa hivi. Okay. Hata nijifanyishe vipi, nilegeze sauti, niweke mavoko yangu, siwezi kwa Diva. Ufanye utakavyofanya, huwezi kuwa Nasib Abdul kabisa. Huwezi kuwa ufanye utakavyofanya, huwezi kuwa wewe Sesali Bakhresa. Kama Mungu hajaandika. Ukikubali alichonacho mtu ukatumia vile vipawa vyake. Unajua kuna baadhi ya pale viongozi very smart.
wanasema jamani, sawa, huyu mtu amekuwa maarufu, labda tunaona kama, lakini kuna kitu anatupa. Kwa hiyo sasa wengine wakasana tunaanza kutafutiwa visa sasa. Kikaanza kimoja baada ya kimoja, kimoja baada ya kimoja, kimoja. Unajua kunapokuwa na visa alafu mwanamke anakuwa in the middle, watu wanatafsiri vitu vyao. Unajua kwa nini? Ngoja nikwambie. Mimi visa vyote nilivisamea. Visa viko yani mimi siku nitakaoamua kusema hasa serious mambo yalofanywa, wallahi hii dunia mtasimama hadi sio. Kwa hivyo ulivyosema vingine vile kidogo sijafikia. Hata theluthi sijafikia. Nimefanywa mambo familia yangu tu ndio inajua. Mimi siri na kifua. Watu wasema hadi sio msiri katoa siri za club. Siri za club ni namna uendeshaji wa club. Nimefanywa dhulma, sijatoa siri, nimefanywa vitu vya obvious vya kufanya. Unajua nishaikuwa ndani, nishaikuwa ndani kwa ajili ya club. Bila sababu. Okay. Yes. Na waliosababisha ukae ndani walikuwa ni watu wa club. Yes, wao. Kwa dhani kuna binadamu pale. Ndio ile picha ikatrend, ulikuwa Central, unatoka Central. Yani, that moment. Unajua kwa vile kitu moja. Kuna wakati unakumbuka kwa na perfume inaitwa Della Boss perfume. Hebu fikiria watu, mimi mfanyabiashara nakuja hata kuanzisha perfume kutumia jina langu, tuuze. Watu wa viongozi wa klabu yangu wanaenda kushiriki kuhujumu biashara yangu na tuwe katika misukosuko. Bahati nzuri jeshi la polisi maskini ya Mungu wale pamoja na kwamba waliotumia polisi wa kawaida wadogo, wale viongozi wakataa, wasema no, hakuna kesi hapa. Nataka kumnina haja na mkataba yeye ndo atakiwalipe 30%. Kesi imekuwa kutoka kwao na naweza ushahidi nao. Hawa watu mtano walifanyia ubaya yote kunidus. Unajua bora basi hamnitaki nifu. Nataka destroy na maisha yangu. Kisa ni maarufu. Nikawa ndani kesi ya alitekwa Mohamed hapa. Nimesahau wa Tanzania. 4 days. Nisifanye bolote. Mimi naweza kumteka mtu. Mimi mwenyewe nitaka mtu niteke. Unajua nini kuteka mimi? Mimi mwenyewe sijicho. 4 days. Wamenionea tu, wametengeneza, imetoka kwao, wameitengeneza Haji azuiwe kwa sababu Haji ana nguvu asije karibu upelezi. Just nitoka kwenye uongozi wa Simba. Ha binadamu nadhani wewe. Juzi nilimwambia mjumbe mmoja wa bodi nitakugarua. Nimemwandikia message. Anaita watu, anawalipa pesa wanitukane kwenye radio. Voice note nayo. Voice note. Watu wa binadamu aina gani? Nishatoka timu yao, siko kwenye timu yao. Alafu viongozi wa Simba wamjibu Haji, wanamfanyia uhuni wa kiwango gani hao? Mbaya. Yaani mimi ndio maana nikwambia kitu siku nitakayokuja kusema. Sijasema bado. Nasubiri the right time. Najua itakuja right time. Sasa hivi wanapigana kwa kila hali wapate matokeo kunizuia mimi. Lakini itafika tu the right time. Labda wanitoe roho. Itafika. Na ulivyoamua kwenda mahakamani labda wamechukuliaje wao Simba kama Simba? Bado sidhani kama ni notice kama mawakili wangu washapeleka. Sio na respect. Hawana demand notice. Napeleka jopo la very serious case. Mawakili wangapi unapeleka? 10. That's a lot. Siwezi unajua ngoja nikwambie. Unajua watu unapopigana kwa ajili ya kitu fulani. Ukadhani kwamba wewe diva ndio kila kitu. Na ukatumia nguvu ya hiyo taasisi kudhalilisha watu. Yaani unataka utukufu kwa kudhalilisha binadamu wenzio. Kwa sababu tu wewe una kitu au una jambo fulani. Usitegemee utawadhalilisha watu wote. Watu wengi pale wamedhalilisha. Watu waliondoka kabla yangu mimi wanafika 10. Wote maskini ya Mungu. Sasa sio mimi. Mimi. Yaani haiwezekani. Halafu akili yao iko hivi. Mimi nilipokuwa natoka pale wakawa wanajua mimi wenyewe washanipangia na timu, washanichagulia. Sasa anaenda Azam, navalishwa na majezi, napigishwa photoshoot. Nimevaa jezi Azam. Wewe unataka unichagulie na pakwenda? Inakuhusu nini sasa? Kwa imeuma zaidi mimi kwenda Yanga. Tena speaking of kwenda Yanga, naomba nikuulize swali. Ulivyoingia Yanga Antonio Nugas akatoka. Kulikuwa na kitu chochote kilichosababisha yeye kutoka, na mara ya mwisho wewe kuongea na Antonio Nugas ni lini? Maana it was more like contract yake ilikuwa kama imeisha, wanasema hawakutaka kuongeza, lakini pia kuna clip ilitambaa kwenye mitandao ambayo
wanasema kuna neno aliongea labda likawa limekukwaza wewe na timu nzima ya Yanga, which is which? And last time nilikuongea, unajua hao ndugu zetu wana laki kitu kimoja. Usishindane na nguvu ya Mungu. Wala nguvu ya umma. Vox people, vox Dei. Wala timu anasema nguvu ya kauli ya umma na kauli ya Mungu. Mimi sikuwa na tatizo lolote, na nasema kutoka moyoni, na naapa kwa mbingu, na nawapia watoto wangu wa usiku huu. Kitu cha kwanza nilichokuja wakati naingia Yanga, niliwaambia viongozi wa Yanga, Marco aliniambia kwa mikataba ya baadhi ya watu hapa, chochote kile, hata kama mikataba yao imeisha kabla, akiondoka huyu, mimi najua hawa Waswahili ataenda huko, atasema tofauti, kutafuta public sympathy. Niliapa na nimeapia, sikimi kuapa ovyo, nimeapa. Lakini wenzetu sijui kwa nini akenda, na nilisema kwenye siku ya uzinduzi wa jezi, nikatengeneza comfort park. Nikamwambia kwa sababu nina experience kwa jambo hilo, mimi ndio nimwambia nitakusaidia, najua unataka nini, na najua wapi ambapo ili ufike upite njia gani. Nilimwambia public kama nitakusaidia, tutafanya kazi pamoja kwa interest za Yanga. The next day kila kutengeneza ile clip, kaisema kaona jamaa, basi sasa mtu kama kutukana anafaa kitu gani? Mtu kama alafu uwezi, unajua mimi sipendi maisha kupretend kwamba huku tabati ya Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam, afu huku unatukana watu, unamtukana mtu ambaye hajakuwa kutukana. Sasa hii ni kupretend maisha. Mimi sijawahi kumtukana, lakini msame wala baada ya pale kamsama. Sasa viongozi wa Yanga kwa hatua zilizochukua hizo sio jukumu langu tena, kwa sababu mimi siingii katika vikao vya kimaamuzi ya Yanga, na nilishia mimi kuwashauri kwamba ningetamani niendelee kufanya naye kazi, still bado nilitamani kuendelea kufanya naye kazi. Na mara mwisho kuongea naye ni lini? Sumbuko mimi, kwa sababu hatukuwa close kiasi cha kwamba tulikuwa na utaratibu wa kuongea mara kwa mara. Tukikutana na salimiana, hata tukikutana tusalimiana. After that clip ulikuwa disappointed in any way? Unajua disappointed ilikuja zaidi kwa viongozi wa Yanga ambao walitarajia kuona watu ambao katika department moja tunashirikiana. Sasa kama wewe unakuwa katika department hiyo unamtukana mwenzio bila sababu yoyote, sijui alikuwa, najua mimi najua kipo kinaandaliwa nini, lakini mimi mengine haya tuyaache. Unajua hivi vitu vinakwenda, baadaye ukweli unabainika. Kila kitu kinakwenda, lakini mimi sipendi watu waigizaji. Mimi napenda watu real. Yani shida ya watu waigizaji ndio mimi sipendi. Mtu akiwa mwigizaji, yani mtu akishakuwa mwigizaji na mwana chupli tu. Mimi sipendi watu chupli una pretend maisha hivi mara hiki. Sasa uwezi wewe binadamu kwa unaigiza maisha. Unajua mimi nimehamia Yanga. Nilihitaji nini kutoka kwa watu wa Yanga? Nilihitaji support yao. Mtu ambaye unatarajia tufanye kazi pamoja, siku ya pili baada ya kutambulishwa anatoka kusema maneno yale, lazima of course ni disappoint. Lakini namsame kwa sababu mwisho wa siku bado mimi msemaji wa Yanga. Unajua unaweza kumtukana mtu afu bado akabaki msemaji wa Yanga. Ukafanya kampeni, sababu hapa katikati ilishwa kampeni very serious. Yanga tulipoteza mechi ya kwanza ya wiki ya lunch. Tukapoteza mechi mbili za Champions League. Baadhi ya wale mafitina wangu wakenda wakanunua baadhi ya watu, ndio hili niuma sana. Ambao watu wa Yanga wengine kwamba tumtaki Manara, ikaanzishwa si bring back nini. Sema hawa mimi kasijibu vile jibu mimi kitu sijibu, mimi nitajibu kwa vitendo. Nikakaa chini kitako, nikamwomba Mwenyezi Mungu kabla ya kuja kwenye club, nilitaka ridhaa yako, kwa maana kuomba dua yako. Nakwenda kufanya kazi na klabu ya watu, tunakwenda kwenye mchezo ambao wao walisubiria huo mchezo tufungwe, wa Simba na Yanga. Wengi walitaka mchezo tufungwe
ili sasa waibue wale washabiki wengine waliowatengeneza. Na wale ambao walionekana pia kwenye clip mechi ya kwanza wanakuzomea. Wengine wakatengenezewa mabango fake. Watu wewe, kuna washabiki 60,000 walinipokea wiki ya Mwananchi. Alafu unatokea mshabiki mmoja kakaa tu na kibango, kachora kibao chake kimoja hakijulikani kwa ni Yanga au sio Yanga. Kaja na kiboksi chake kimoja kashika, baadhi ya waandishi nao wakadaka hizo ndo kwamba ndo sura ya Yanga. 60,000 people wamesimama kunipokea pale Benjamin Mkapa. Alafu ndio mshabiki mmoja alisema bring back sio nini afutu uongo mtu. Mimi nikajua tengeneza na Mungu sasa alivyojalia siku ya mechi Yanga na Simba. Mimi ni nadra sana kufanya dua kubwa za usiku za kumuomba Mwenyezi Mungu. Sasa mimi sio mcha Mungu jamani. Naomba na Mwenyezi Mungu anijalie ni mcha Mungu. Lakini siku ile nikakitaka nikasema na Mungu wangu. Saa 9 usiku. Yes, nikamwomba Mwenyezi Mungu wakabidhi. Sikukabidhi mambo ya mpira, mimi mpira naomba tu dua kwa Mwenyezi Mungu tujalie. Lakini siku ile nikasema nakaa na wewe Mwenyezi Mungu kitaka. Baina yako na yangu Mwenyezi Mungu tuongee. Hii mechi nataka tushinde. Nilimuomba na niliamka asubuhi kitu cha kwanza nilimpigia simu mama. Nikamwambia Yanga anakwenda kushinda hii mechi. Nikamwambia mama, baba yangu mzazi katika maisha yangu hajawahi kunitakia mema kwenye mechi. Sababu yangu ni Yanga na mimi nilikuwa Simba. Yaani hajawahi kunipigia simu mwanangu kila laheri kwenye mchezo. Lakini saa 7 hivi saa 8 baba kanipigia simu. Inshallah mwanangu leo Yanga tutashinda. Kila laheri kwenye mchezo. Nice. Ile siku pale niliona tu mpaka simu ya mzee Sande leo kanyanyua simu. Mimi mkuu mpirani very comfort. Nikasema hawa makolo hawatoki. Na hawakutoka. Thumma hawezi kutoka. Ile sheka dua ile mimi nikakitako niseme na Mungu, nipate faraja ya wazazi. Na fitna zile mnazomfanyia Mungu wa upande wenu. Mungu hawezi kuwa upande wa dhalimu. Mungu hajawahi atakuwa upande wa dhalimu temporary. Na hapo shetani ndio anasukuma huo dhalimu. Lakini permanently Mungu yuko upande wa haki. Na nakuhakikishia sisemi kwamba na mimi ni mtu wa haki 100%, lakini katika baina yangu mimi nao jambo haki kwangu na haki itasimama. Diva inaweza kachelewa, lakini ipo siku diva utaniita hapa, haki itasimama. Huwezi kumdhulumu mwanadamu alafu Mungu wa upande wako. Huwezi. Haiwezi. Diva ukimdhulumu hata house bill, ujue kuna siku utailipa ile dhuluma. Indirect, bila wewe kujua. Kuna kitu kitakutokea huko balaa, hujui kimetokana nini, kumbe kuna mwanadamu ulimdhulumu. Huwezi kunidhulumu, jasho langu litalipa. Kwa hiyo mimi nakwambia kitu kimoja, hawa wanaofanya haya madudu sijui kampeni hizo zote hizo yana mwisho, kwa sababu kuna siku haki wanasema hakika ya haki iko wazi na batil iko wazi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Haki na batil ziko tofauti na zitadhihiri, kwa sababu unamdhulumu mtu na uzuri hakuna. Mimi diva kitu ambacho kinanivutia na naongea kwa kinywa kipana, hayupo kiongozi yoyote ndani ya klabu ile asiyejua dhulma aliyofanywa. Hayupo hata mmoja. Wanajua. Yaani wanajua niliyofanyiwa wale mpaka katungi. Walikuwa nipigie simu Kwa nini kwanza walikuwa wanaita makolo? Neno makolo makolo si watu mabwege. Makolo watu mabwege. Ni mambo sasa, huo ni utani wa mpira. Jamaa anambia wewe unahitaji timu yetu. Wewe usizungumzie Yanga. Nilivyokuwa kwao nilikuwa nazungumzia na watabia Yanga. Wavumilie. Hadi ndio style yake hiyo. Yaani hiyo lazima uvumilie. Hiyo siachi. Kwa sababu hiyo ni identity yangu. Are you happy now? Yaani sijawahi kuwa katika kipindi ambacho nina furaha. Kama kipindi. Unajua kwa nini? Kwanza Yanga wamenipa uhuru, alhamdulillah. Yanga wananisupport. Nikienda kwenye vikao vya management, unaona kabisa pata support. Nikikutana na viongozi wakuu wa club, nikikutana na Ghali, Hersi, yani benchi la ufundi, imagine. Kuna thamani unaiona unapewa. Yani naona ile kitu ambacho mwanadamu unajua bwana, sikwambie mtu. Mwanadamu anahitaji recognition. Kabisa. Mwanadamu bwana ukimnyima hicho. Yaani mtu anaona kama mchango, yaani mtu unajua afu tunakuwa kama takataka. Lakini huku sija, unajua huku Yanga hata
hata theluthi ukucha sijafanya niliyofanya Simba. Hata ukucha. Yani hata ukucha, ndio maana najitahidi nihakikishe kwamba anatoa nguvu zangu zote kuhakikisha kile nilichojaliwa na Mwenyezi Mungu nikitoa Yanga. Kwa sababu Yanga kitu nilichokugundua, sisemi kwa sababu niko Yanga. Watu wa Yanga sijui, yani kwa sababu mimi nahitaji mimi sasa niwalipe, wao sinilipe. Niulize kwa nini? Kwa nini? Alafu na maswali mawili ya mwisho. Ndugu yangu, mimi nilikuwa na wacharura sana Yanga. Na baadhi yao wakatengeneza kama chuki bila kujua kama ni utani tu mpira. Lakini the way walivonipokea, wamenitengenezea mapenzi. Zamani kwa siamini kama naweza, yani sikuamini. Siku ile ya kwanza nilitoka machozi kama mtoto. Bahati kamera nilipwepa kamera zikupiga sura yangu. Sikuamini ile cloud ile kasimama mtu ambaye mwezi mmoja tu nyuma alikuwa na wacharura na upande wa pili. Lazima nahitaji kuwalipa Yanga. Nilikuwa niko ndani ya gari. Nilikuwa niko ndani ya gari wakati ile press inafanyika, alafu nilikuwa naisikia live. I was so happy. Uwezi kuamini, I was like, oh my God, finally this is it. Na wengine ilikuwa ni unbelievable. Hakuna aliamini inatokea. Lakini mwisho wa siku ilitokea. Na umeonyesha kwamba influence yako itazidi kuwa kubwa zaidi na zaidi na zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi mwenyewe nimerudi Yanga baada ya kuona yeye akasema ulipo tupo. Unajua ile ulipo tupo haikuwa kwa sababu Haji anapendwa sana. Unajua Tanzania hawapendi lofa mwenzao wanyanyasa. Wana huruma. Issue yangu, yani wako watu ambao wakuwa fine sana West Club. Wao walikuwa kukati kwa kati. Hawakutaka kuona kuna mtu ananyanyasika kwa namna yote. Na kwa nini walifanya hivyo? Wao walikuwa wanaona kile kilichokuwa nakitoa. Mimi nilikuwa kama chizi na ile klabu. Pole sana. Mna maswali mawili, muda umeisha for TV. Tunamalizia mawili ya mwisho. Chakula gani unapenda? Lisa lizima limekamilika. Tumepiga sana. Ni chakula gani unapenda sana? Ni wali. Na huo unaweza labda kupika? Hapo ndo Mungu jamani kalijua binadamu atupe vitu vyote. Mimi kitu pekee ninachoweza kupika ni kuchemsha chai ya rangi tu basi. Mayai yangu siwezi kuchemsha. Nguo zako kufua za ndani, nguo za ndani kufua, unaweza kufua? Unajua kwa sababu dunia imebadilika sasa hivi, kuna washing machine, lakini kufua inapobidi si unafua. Lakini sikumbuki mara mwisho ulimfua. Ukumbuki mara mwisho kufua nguo zako za ndani lini? Za ndani asiwezi. Huwezi kufua? Nafua sana mimi namkira nikisafiri, sikuna washing machine, sifua. Sio kazi yangu. Una plani? Kazi yangu nitafute hela, kazi yangu nianze kufikisha nguo, tunagawana majukumu. Kwa hiyo in short mambo ya nyumbani kupika, kufua uwezi. Yaani shekhe mimi nyumbani na huwa umsaidii mkeo kupika, kufua. Sijui sasa namsaidia. Najua. Sijui. Tutamsaidia. Huwa akucheki labda. Akucheki. Kukucheka ile, yani hujui hata kufua hata kupika. Nishachekwa sana. Sasa sijui, yani unajua nini? Mimi ni mtu ambaye kwangu mimi namtreat mwanamke kama malkia. Lakini mwanamke malkia wa Kiislamu ambaye anajua majukumu yake na mimi najua majukumu yangu. Mimi sijui, ningetamani kujua hivyo vitu. Unajua mimi diva nyumbani kwangu, kwa mtoto hayupo, house girl hayupo, mke hayupo. TV yangu kuwasha sijui. Really? Wallahi lazim. Mimi si usiki, mimi shekhe anahusika vipi na kuwasha TV? Shekhe unakaa tunawashia TV tena mna channel gani? Sijui na hodari mimi kununua vitu vizuri. Yaani TV mpya kutoka nitanunua haraka. Simu mpya nimeona hapo. Simu mpya sasa hii simu nikwambia kwa mfano hizi. Hapa zaidi ya kumsave mtu, kutuma message WhatsApp, kuingia Instagram, kumjibu mtu, sijui chochote. Unajua iPhones na vitu vingi. Lakini hodari ikitoka tu haraka nishanunua. Kwa nanunua for fashion, napenda tu, lakini kuna vitu kila mtu ana majaliwa yake. Mimi hayo sio majaliwa yangu, sio kuangalia kupika.
mimi acha tunitafute riziki, wengine watapika, tunagawana majukumu. Sasa mimi nitafute riziki. Toke huko tena naweza kupata mabamia. Sio kazi yako. Unakula mabamia? Oh yes, kwa sababu unajua bamia inategemea anapika nani. Kuna wengine wanalijua sana kulipika. Kuna wengine unakula bamia kama nyama. Lakini kuna wengine unakula bamia kama unakula bunda bwende vile. Sasa inategemea nani kapika. Unajua chakula chote ni nani kapika. Una plan ya kuongeza mke wa pili? Swali la mwisho hilo. Dini inaruhusu. Kwenye Qur'ani wamesema fankihu ma sabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Oweni kutokana na kilichowapendezesha miongoni mwa wanawake. Mwenyezi Mungu hapa ameanza na namba 4. 4. Wa thulatha au watatu. Au wa pili. Ikishindikana Mwenyezi Mungu anasema basi wewe ni mmoja, na mimi kwa sasa hivi nimepanga kuwa na mke mmoja. Kama nitajaliwa basi itakuwa majaliwa baadaye. Na unaye mke unataka ni mmoja. Kuna mtu anakupenda, kamwambia yule dada mmoja, nikamwambia ana mke, akasema mimi niko radhi hata kuwa mke wa pili. So nikasema nitamuuliza hilo swali. Ana pesa? Kawaida. Nani mdada wa kawaida? Mjini sana? No, sio mjini. Yaani ni mdada wa kawaida na maisha kawaida kabisa, pesa hana. Pesa ina thamani kwenye mahusiano kwa mke. Ukitaka wewe kuolewa, wewe inabidi wewe na mzigo. Sasa siwezi na mimi, yani wewe utake wewe kuolewa ya pili afu bado mzigo uje kwangu. Mzigo nao. Kwa hiyo pesa ina thamani kubwa sana kwenye mapenzi kwako. Natania tu. Yani sijawahi kuifikiria sana. Kuithaminisha pesa kwenye mapenzi. Unajua pesa yani sio kila kitu katika maisha. Pesa si kila kitu katika maisha. Yani ina nafasi yake, uwezo kusema pesa haina nafasi, lakini sio kila kitu kwenye maisha. Na ndio maana kuna wakati wenye pesa hawawezi kuwa na vitu ambavyo sisi malofa tunavyo. Kwa pesa is not everything for life, lakini ina nafasi kubwa katika kuyafanya mapenzi. Kwa mfano, juzi nilikuwa Zanzibar kwenye festival hiyo ya nani? Food festival. Ya seafood. Pale kuna watu walikuja na rafiki zake, girlfriend wake, sio nini, boyfriend. Unawezaje ku afford chumba cha $150 kama pesa? Diva, nataka rafiki yangu twende tukatembee. Sina pesa, siwezi ku afford $150 ya kulipa. Mapenzi wanawake mjini unajua. Shida inaanzia hapo. Kwa hiyo kuna wakati pesa inatakiwa, lakini sio kila mahali. Kwa hiyo mimi turudi kwenye swali lako la mwisho, kuoa mke wa pili right now bado. Labda ikitokea vinginevyo nitaoa. Sasa mimi siwezi kukaa bila mke. Hiyo never. Kwamba ikitokea chochote kile siwezi kuishi bila mke. Sasa mimi Mwinyi. Yaani mimi sio kama nilivyokuambia, siwezi kupiga pasi, siwezi kufua, siwezi kupika, siwezi kutandika kitanda. Kwa hiyo mimi ni mwanamume ambaye lazima akae na house girl, lazima akae na house boy, lazima awe na mke. Kwa hiyo siwezi kuishi bila mke. Na mke wako umemwacha nyumbani tunakuja? Hapana, yuko kwao. Very nice. Kwa nini ameenda kwao? Yaani mtu unauliza kwenda kwao kwa nini? Maana unavyojua yuko kwao muda mrefu hivi, ndio maana watu wanasema mke wake kamwacha, wameachana. Ngoja nikwambie. Hawa wanadamu hawa ni kama pilipili hoho hivi. Kubwa kinawasha. Puzi tu. Mtu kwao, kwa mfano imetokea misunderstanding, au imetokea jambo lolote, au kwenda kwao, dhambi ni wapi hapa? Hamna dhambi. Na kingine pia nimeona inakuwa ina trend, mtoto. Una plan ya kuwa na mtoto na mke wako anytime soon? Mimi sijawahi kuwa na plan ya kuwa na mtoto. Lakini katika ndoa zangu zote nimejaliwa watoto. Yaani sijawahi kusema mwaka huu nataka mtoto. Lakini kapata mtoto. Ikitokea napata mtoto inshallah. Na nani anakata mtoto? Hakuna. Alafu mimi ni baba bora unajua.
Ukiacha vitu vingine, mimi baba bora najali watoto wangu. Unaona nilivyo protect. Nani anajua watoto wangu? Hakuna. Nadhani nifanya vile kwa nini? Fanya vile wakae mbali na dunia hii. Maana waje kuchagua wenyewe maisha yao. Social media hii. Social media. Binti, unajua mimi nikwambie kitu. Sio vizuri mtu kumsifia mtoto wako. Lakini mimi nina binti mdogo amaliza shule na kwenda kusoma chuo. Binti mzuri. Ambaye kama ningekuwa naishi kama maisha ya watu wengine hao, ningekuwa kila wakati binti yangu kwenye social media akiniambia baki na akaunti yako kwa kusoma. Sababu wewe sikuzuia tosi. Ndio mwenyewe tumlie simu. Lakini uchafika miaka 18 unafanyaje? Na dunia ya kisasa hii huwezi kuzuia kabisa. Naambia kila wakati ukasome, jilinde, na unasoma sio kwa ajili ya kuja kunisaidia mimi. Unasoma kwa ajili ya kuja kujisaidia mwenyewe maisha yako kabisa. Na uzuri mama yake bado anaendelea kwa sayansi, tumeachana miaka mingi, lakini tunawasiliana, tunajadili masuala ya mtoto na nini, maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo alhamdulillah naishi hivyo. Tutamwona Diamond Yanga lini? Unajua bwana, hilo tulifupisha. Yaani mimi sijui kwa nini Diamond amechelewa mpaka leo. Ushamwambia lakini naona sana. Yaani kilitokea kidogo tu kitu fulani hivi. Unajua yule bwana acha bwana. Sitazungumza siku nyingine. Diamond ni agenda maalum. Atakwenda Yanga aende kwa influence yako. Sio kwa influence yangu. Mbona ngoja nikwambie kitu moja. Hivyo nadhani mimi yaani wewe sasa hivi hapa unaambia kitu gani mikosi na siku? Mkishamua watu kwa marafiki, nyinyi mnakubaliana tu. Kwa hiyo tutarajia kumuona Yanga. Yaani soon as possible. Thank you. Walete. It's been pleasure to have you here for real. Nimefurahi sana kuwa na wewe leo. Na mimi pia. Unajua wewe ni aina ya watu ambao wana washabiki wengi. Na umeweza kumaintain. Unajua sio tu wengi waweza kumaintain vipindi vyao kwa muda mrefu, na ama nacho umekwenda na mpaka sasa hivi. Mimi mshabiki wako na nafurahia kuona kwamba unaendelea kupiga mzigo katika level ile na pengine umeongeza vitu. Tunaona sasa hivi una vitu fulani hivi umeviweka katika vipindi vyako. Kwa Mungu awabariki sana. Na nashukuru kupata airtime kubwa ya usiku. Najua leo ukienda huko YouTube utakuwa umetisha. YouTube imesimama. Yaani unajua everybody was actually waiting for this. Ataongea nini? Mbona ongea mambo ya mapenzi? Lakini kwenye Lavidavi ni lifestyle. Unajua mimi sasa mtu wa mapenzi. Mimi sio mtu wa mapenzi sana. Unajua mimi sio mtu unajua kwa nini mimi sipendi sana mapenzi? 90% mapenzi ya Kiafrika ni uongo. Sasa mimi sio mtu wa chupli. Sasa mimi sio chupli. Yeah, tuna 2.5k. Yeah, hii ni live streaming. Hapo bado wanaosikiliza, bado wale ambao wanaangalia nyumbani. Wakati nakuja huku mlikuwa nasikiliza kwenye gari nyimbo ya dadangu la DJ. Wimbo gani unataka? Yeah, aurudie. Yes. Unaweza ukarudia nyimbo leo JD Legend. Yaani unajua juzi nilikuwa nilipiga kile kipande cha Nasibu ile nyimbo. Watu waliandika eti Nasibu anajua kuperform lakini kuimba hajui. Yes. Hawajui. Lady JD. Thank you so much.